Mheshimiwa Spika, nashukuru. Kwanza niungane na hoja ya mwisho ambayo amezungumza Mheshimiwa Matiku kuhusiana na bandari ya Bagamoyo. Lazima ufanywe uchunguzi wa kina wa kimkataba, ili kama mkataba uliopo uko kwa lugha ambayo hayati Magufuli alizungumza, ambaye alikuwa ni rais highest authority, then ule mkataba una shida kubwa. Kwa hiyo niungane na wewe kwamba lazima kama taifa tutulie, tuweze kufanya uchambuzi wa kina, tuje na kitu kitakachosogeza taifa mbele. Hilo la kwanza. Nasema hivyo kwa nini? Majuzi CIG kazungumza kuhusiana na ATCL. Mheshimiwa, nimesoma hapa kuhusiana na usafiri wa anga, taarifa Mheshimiwa Mwigulu. Anasema tulikuwa tuna ndege moja katika utekelezaji wa mpango, sasa hivi tuna 11. Lakini tulivyokuwa na ndege moja, minuko ya ndege ndani na nje ilikuwa 225,000 mwaka 2015. Maandiko yako wewe. Tulivyokuwa na ndege 11, miruko imekuwa 292,105 ndani ya miaka mitano. Kwa hiyo tumetoka ndege moja kuja 11 katika kipindi cha miaka mitano. Tulichofanikiwa ni minuko, yani ndege kuruka 67 pekee. Sasa vitu kama hivi vinakupa swali ama tathmini ndogo tu. Na hata ukiangalia abiria waliosafiri walitoka 200,000, 4,400,000, 200,700 mpaka 4,268,000. Ndege moja as against ndege 11. Maandiko yako. Sasa kama ulikuwa kuna walakini, utakuja kuyasema wewe. Mheshimiwa Spika, wakati tunahoji uwekezaji wa fedha kwenye shirika la ndege, sio kwamba tulikuwa tutaki shirika letu lifufuliwe. Tulisema ziangaliwe mapungufu ambayo yamezungumzwa na wataalamu. Wakati tunatoa fedha mara ya kwanza 2016, mara ya kwanza tumetoka kwenye ripoti ya CAG UTO, wakati huo ameelezea masuala ya msingi zaidi ya 15 juu ya ubovu wa ATCL, akapendekeza yafanyiwe kazi kwanza. Hatukufanyia kazi, tukaanza kuinject 500 billion miezi mitatu baada ya taarifa. Msajili wa hazina akaenda akatoa taarifa PIC, akasema shirika hili hali ni mbaya, halina mpango wa biashara, kama uliandaliwa ulikuwa ni kukurupuka. Haina mpango wa wekezaji, kama ulikuja kuandaliwa ulikuwa ni kukurupuka. Halina mahesabu, halijafanywa mahesabu, hali ya shirika haijulikani kwa sababu hakuna ukaguzi wa mahesabu uliofanywa. Tumezungumza hapa, ndugu zangu kama nyie hapo wakapiga makofi wakasema hea. CAG Assad, ripoti yake ya kwanza ya Assad, huyo juzi amesema hasara miaka 5. Assad ripoti yake ya kwanza baada ya kuteuliwa kuwa CAG alisema shirika limepata hasara kwa miaka 10 mfululizo. Sasa waheshimiwa wabunge, tukiwa tunapanga vitu kwa ajili ya taifa hili, tuangalie namna njema ya kulisaidia. Leo hii ripoti ya juzi, Mheshimiwa, taarifa iko pande gani? Taarifa, Mheshimiwa. Ndio, nimekuona. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba nimpe taarifa mzungumzaji kwamba tunapokuwa tunajaribu kuangalia performance ya shirika la ndege, mara nyingi sana huwa tuangalie number of tourists
ambao wamesafiri kutoka sekta moja kwenda sekta nyingine. Mheshimiwa Spika, tunapojaribu kuangalia performance ya shirika la ndege, mara nyingi tunajaribu kuangalia amount of money which has been spent by the tourist katika sekta moja mpaka sekta nyingine katika kipindi cha mwaka. Kwa mfano, sisi Tanzania tunajua katika kipindi cha mwaka 2015 watu walioweza kuja na kutumia fedha walitumia dola bilioni 1 milioni 924. Mwaka 2016 dola bilioni 2 milioni 149. Mwaka 2017 dola bilioni 2 milioni 265,000. Mwaka 2018 dola bilioni 2. Sasa Mheshimiwa Spika, nilichokuwa nataka kusema tu ni kwamba tusije kupoteza taifa. Tunapojaribu kuvalue taarifa inakuwa fupi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Unapokea taarifa Halima? Tatizo la hawa Manjuka ndio maana naambia watulie. Unajua kwa form 1 inabidi utulie kwanza. Nimesema hapa kwamba hakuna anayepinga shirika la ndege kuweza kufanyiwa ama kuwekewa fedha. Hakuna taarifa mheshimiwa. Lakini hoja yetu hapa Mheshimiwa, taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa. Mheshimiwa Spika, kuna kauli ameitumia mbunge mwenzetu ya njuga. Sasa sisi wengine tunatoka kijijini, sijui njuga ni nini, hatuelewi, labda afafanue. Mheshimiwa, haina shida. Mheshimiwa Msukuma, unajua yeye darasa 7, sasa hii lugha hawezi kuielewa kidogo. Endelea Mheshimiwa Halima. Njuga ni form 1, sasa Msukuma unajua ameshia 7 mwanangu. Kwa njuga ni form 1 ukifika kwa Mheshimiwa, tunachofanya hapa ni kujaribu kusaidia. Yaani huwa naambia watu sisi ni Watanzania, tunaishi Tanzania, pasipo kujali umetoka chama gani. Yaani vyama ni njia ya kusaidia taifa. Kwa tukizungumza tusionane maadui. Ninachosema taarifa ya kichere ambao watu wanaifanyia rejea na wengine kutoka huko sio mambo mapya. Yalizungumzwa na Yuto, CAG Yuto alizungumza, aliyazungumza CAG Asad. Tena Asad alizungumza kipindi ambacho ndio tumekuja hapa na serikali inatuambia jamani tutenge bilioni 500 tunafufua ndege. Kazungumza hapa Aida, ni muhimu as a nation tuwe na vipaumbele vinavyotuguide. Ili CCM ikichukua sawa, ACT ikichukua anakuwa guided, Chadema ikichukua anakuwa guided. Sasa leo tunapanga kipaumbele kilimo. Kesho alhamdulillah Jenista umekuwa rais, unakuja hapa unasema mimi nadhani nilikuwa napenda sana ndege nilipokuwa mtoto. Hapana. Tukiweza kujiguide tutafanya mambo na kuweza kuyamaliza. Ndio hoja. Na nyinyi mnajua mlio kuwepo kama sio wanafiki. Swala la ndege halikuwa priority namba 1, you know it. Tulikuja tu tukalichomeka. Leo tunaambiwa trilioni 1.2 zimemwagika. CAG anatuambia shirika lina madeni ya bilioni 412. Bilioni 412. This is Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa, ninaishauri serikali. Mheshimiwa Spika, taarifa. Namshauri Mheshimiwa tena. Mheshimiwa Spika, pamoja na ufumu 1 uliopo, nataka kusema tu sisi wabunge tusije kupoteza wananchi. Mheshimiwa Spika, CAG sisi ndio tumempa kazi. Na kazi tuliyompa ya kwenda kuangalia mashirika tofauti. Hasara iliyokuwa imepatikana, nilikuwa naomba nimpe tu taarifa mzungumzaji, ni kwamba shirika ambalo lina operate kwa hasara kubwa sana Afrika sasa hivi ni shirika letu ambalo la jirani zetu tu karibu hapo wa Kenya. Lakini kwa nini hawapigi kelele? Kuna sababu. Kwenye economics kuna kitu kinaitwa complementary goods. Mheshimiwa Rais hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli wakati amechukua maamuzi ya kuweza kununua ndege hizi, tafsiri yake ni kwamba alikuwa anaenda kucomplement na sekta nzima ya mambo ya tourism. Na ndio maana tourism sector kwetu sisi imepanda sawa sawa na watu wa Kenya tourism sector ilivyokuwa imepanda, japokuwa wanapata hasara. Asante sana. Mheshimiwa Halima, pokea taarifa. Nafasi za uteuzi zimejaa. CAG ameambiwa asema ukweli kulisaidia taifa. CAG amesema shirika la ndege alifanya kazi vizuri, lazima tuangalie watu wameshauri nini. Ndege zishakuwa hapo, hatuwezi kusema tutazitupa ama kuzichoma moto. Tuangalie kwa makini, tujirekebishe pale tulipojikwaa. Mheshimiwa, tunasema haya kwa nini? Unajua
nilikuwa nasikiliza hapa wabunge wachanga. Tunakaa tunajiaminisha eti miradi tunajenga kwa hela zetu za ndani. My friend, nchi yenu inakopa. Kukopa sio tatizo, lakini kopa, wekeza kwenye miradi ambayo Mheshimiwa Spika, taarifa Mheshimiwa Spika. Kukopa sio tatizo. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa Mheshimiwa Spika. Na mtafuta huyu wa taarifa. Niko hapa Kingu, niko hapa. Haya, hebu endelea. Mheshimiwa Spika. Bunge Kilwa pamoja na mchango mzuri wa dadangu sawa. Mheshimiwa Kingu. Pamoja na mchango mzuri wa dadangu Halima, lakini nilikuwa naomba nimpe taarifa ifuatayo. Most ya karia za mataifa mbalimbali hasa kwa Afrika, kazi ya mashirika ya ndege mengi, Mheshimiwa Spika, duniani, ukisoma ripoti za shirika linalosimamia mashirika ya ndege duniani, kazi kubwa ya mashirika ya ndege duniani ni kuchochea uchumi mwingine, si lazima kutengeneza profit. Na Mheshimiwa Spika, tukienda na mentality ya kutegemea ATC siku moja itengeneze faida, tukataka kudiscourage juhudi zilizofanywa za kufufua shirika la ndege, tutakuwa hatulitendei haki taifa la Tanzania. Ninatoa mfano. Kenya Airways mwaka 2016 na 17 ilirekodi losi ya dola milioni 249. Mwaka uliofuata wa 2018 wakakata losi kutoka dola milioni 249 kwa 51%, zikaenda dola 97 milioni hasara. South African Airways. Malizia taarifa yako. South African Airways mwaka 2017 shirika la ndege la South Africa liliaccumulate loss ya dola milioni 153, lakini uchumi mwingine kwa mashirika haya ulikuwa unachochewa. Ninaomba tusibeze juhudi za kufufua. Asante sana. Asante kwa taarifa. Nafikiri ataipokea taarifa. Mheshimiwa Halima, taarifa hiyo. Unavyomuona senior naye anaingia umaumo, unakuwa unaona kwamba naye dogo anataka kupotea. Ni hivi, ndege tukianza kuzungumza katika hizo ndege zilizopaki pale airport, tukiuliza tu katika hizo 8 zilizopo sio 11 ngapi zinaruka, tutaanza kupotezana. Menunua ndege, hamna business plan, zinapaki pale. Kwa ndege zikipaki, kama hasara kama hii inazungumzwa, lazima mtoe justification kwa nini hasara kama hii inapatikana. Kwa tusitake kwenda huko wala tusipotezeane muda. Wataalamu wenu waliochaguliwa na rais wamesema tumekurupuka kwenda kutandandia treni kwa mbele wakati hatujajiandaa. Hiyo ndio tatizo. Inawezekana tungejiandaa, sisi tungekuwa ni mifano. Yaani Kenya ingekuwa inaturejea sisi, South Africa ingekuwa inaturejea sisi. Yaani wewe unajivunia vipi kwanza kufanya rejea failures? Yaani unajivunia vipi? Kwa nini usijivunie kwamba umejipanga vizuri, then wale failures wanakutumia kama rejea? CAG amezungumza. Mama Samia amesema CAG funguka. Manake Mama Samia akawaambia na nyie fungukeni. Acheni tulisaidia taifa. Mheshimiwa Spika, taarifa. Mheshimiwa Jamani, amebakiza dakika 2. Mimi nafikiri amalize dakika 2 zake sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika 2. Deni la taifa linakuwa kwa sababu kwa makusanyo wanaokusanya TRA tunaweza kufanya mambo makubwa matatu. Tunaweza tukalipa deni lenyewe, tunapitisha hapa trilioni 8 mpaka 10. Tunaweza tukalipa mishahara watumishi kwa mantiki ya wage bill. Tunaweza tukalipa OC, matumizi ya kawaida ya ofisi, ili watu waweze kwenda ofisini. Ukiacha mambo makubwa hayo matatu, TRA ama sisi kama taifa, kama kuna salio linabaki labda trilioni 1, tukijitutumua sana trilioni 2. Kwa mkija kupitisha hapo trilioni 36, mjua kwenye 36, 22 ndio tuna uwezo nazo, 12 tunakopa. Sasa
kwa kuzingatia kwamba miradi yetu ya maendeleo tunaendesha kwa mikopo. Ndio maana tunatoa mapovu hapa, tufanye vitu vyenye tija. Nyie mnajua wakati Magufuli anaingia mwaka 2015, Mungu amlaze mahali pema peponi, Mheshimiwa Rais, deni la taifa lilikuwa 41 trillion. Deni la taifa. Now ripoti hii ya BOT ya Februari 2021, deni la taifa ni trilioni 71. Public and government and private. Kwa mantiki hiyo, sije mkasimama hapa mkaanza kusema tunajenga kwa hela zetu. Hakuna hela tena, tunakopa mikopo ya biashara. Kwa kila jambo tukilipitisha hapa, tulipitisha kwa wivu mkubwa, kwa kuangalia kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunivumilia, lakini asante sana. Kengele ya pili hiyo. Asante sana. Mheshimiwa Edward Lekaita atafuatiwa na Mheshimiwa Asia Halamga.